mkurugenzi na watu wa halmashauri. Mheshimiwa Lema anashukuru sana mkuingia huo mtego. Eti kwamba mkifanya mkutano kuna kibali mnatakiwa mchukue cha uwanja kwa mkurugenzi. Mimi nimekuwa meya, alafu meya wa pale Dar es Salaam katikati ya eneo la nchi. Nimekuwa meya wa Kinondoni, nimekuwa meya wa Ubungo. Hakuna sheria inayosema hivyo kwamba kiwanja omba ruhusa. Eneo la wazi litumie, ukikuta wenzio waache, wewe njoo kesho. Peoples. Ukija Jumanne kuna mtu wa Injili, ondoka. Ukija Jumatano kuna muadhara wa Waislamu, ondoka. Ukija Alhamisi kuna CCM, wewe njoo Jumamosi, tumia uwanja. Sasa hii akili kwamba wewe umekaa ofisini tuje tukuombe sisi uwanja eti kwamba tunahitaji kufanya mkutano, ni akili ya wapi? Sisi tunafuata sheria, hatuji kuomba uwanja wa nyumbani kwako. Huu ni uwanja wa umma, ni kwa ajili ya matumizi ya umma na unatumiwa na umma, na umma wenyewe ndio huu hapa. Kuna vitu nchi hii vinafanyika, watu wengi wanaamini ni sheria. Kwa mfano, kuna kitu kimoja, ni wasaidii wa Tanzania. Ukikaa baa eti saa 6 baa isipofungwa polisi wanakuja ufunge. Muulize polisi sheria gani nasema ufunge wewe? Yeye asimamie wewe ufunge baa. Na usipofunga wanachukuaga viti vya baa wanaenda navyo polisi, si ndio? Na wahudumu 2 watatu. Hawawezi kwenda mahakamani na wewe kwa sababu hakuna sheria hiyo. Mwenye uwezo wa kutoa leseni ya biashara ni mkurugenzi wa halmashauri au wa jiji. Sio kazi ya polisi kusimamia baa zifungwe. Majonzi kwa msiba wa tarehe 29 Oktoba 25. Kila familia angalau imeguswa na mtu mmoja, kweli? Kwa mimi kwa niaba ya watu wa Dar es Salaam, na sisi vile vile tumefiwa kama nyinyi. Kwa hiyo tunawapa pole, lakini na nyinyi mtupe pole, sawa sawa? Tunashukuru. Na kwa sababu tulishasimama dakika moja kuwakumbuka wenzetu waliotangulia mbele za haki, tunaamini Mwenyezi Mungu atazitunza roho za marehemu mahala pema peponi. Amen. Unasema mateso haya, ziki hizi, kwa nini nisikae pembeni? Lakini ndo tumeshaumbwa hivyo sisi kuwa wasemaji wa Tanzania. Kuna kipindi unajizuia usiseme, lakini Mungu anakuambia bwana, wewe ndo ndiye kutuma kazi hii, utafanyeje? Na kuna watu wanaonewa, tunalazimika. Sisi hatupendi maisha mazuri? Sisi hatufai kuwa mawaziri? Sisi hatufai kuwa mikoa? Lakini kazi hii ya utumishi wa umma ni kazi ya utume. Tumepewa wito na Mwenyezi Mungu kwamba wewe simama hapo, pigania wananchi kuhusu maisha mazuri, mustakabali wa maisha yako, achana nayo, jali watu, na kazi hiyo tunaifanya kwa uaminifu. Nitawapa mfano wa Lissu. Mimi mwaka jana au mwaka juzi mwishoni nilikuwa jela. Wameniweka mle mwezi mzima. Na mimi kosa langu moja, kuanza kuambia watu kuna utekaji nchini na watu wanapotea. Nikapigwa kesi hizi. Ya kwanza nikapigwa na Marisa, ya pili wakaja kunichukua. Na ile mzee nisingesimama vizuri msingeniona le. Nilipambana, wanasema ile kupambana ya hela yote. Nilipoteza nguo, shati walichana, kaoshi walichana, suruali ilikuwa jinsi walichana, sehemu walionichukua na boxer. Hilo nilichohakikisha ni wananchi wanaona, na nikiondoka washuhudia na chukuliwa. Nilikomaa kisawasawa. Sasa sisi ambao tunapitia kashikashi hizo, tuna watoto, tuna familia, tuna wazazi. Sio kwamba tunarahisisha maisha yetu sisi kuyaweka hatarini. Tunajipenda vile vile. Lakini kwa sababu tumesema ni utume na wito wa Mwenyezi Mungu, hatuna budi kuifanya. Sasa kule jela kule, kuna watu wanafikiri wakiambiwa jela, Lissu amekaa siku 340, wanafikiri amekaa hotelini. Jela kuna fezea. Peoples. Huyu anajua machungu ya jela. Jela kuna nini? Kwa sababu jela zetu Tanzania, namba 1, vyoo vyote ni vya wazi. Hamna jela ina mlango. Na watu wengi wanajiuliza, wanasemaje? Chadema ndio inasemea wakulima, Chadema ndio inasemea wafanyakazi, Chadema ndio inasemea wafanyabiashara, na Chadema inasemea jeshi la polisi. Yaani sisi polisi akituzuia mkutano hapa, atukomoe, anajikomoa.
Niwape mfano. Pana dude linaitwa kikokotoo. Kile kikokotoo, mtu wa kwanza nchi kuumia ni jeshi la polisi. Zamani wazee wetu walikuwa polisi, sisi kule Wanyakyusa wengi ni polisi. Akistaafu anaondoka na milioni 60, milioni 100, anaendelea na kilimo. Na bahati mbaya watu ambao sio maofisa polisi wanastaafu miaka 55. Ukiwa na cheo kikubwa ndio juu ya miaka 55. Kwa hiyo polisi ni taaluma pekee watu wanastaafu wakiwa bado wana nguvu. Lakini CCM walipoleta kikokotoo, polisi mwenye vitatu, na unajua vitatu polisi sio mchezo, si ndio Akistaafu alikuwa anapewa milioni 21 ya kikokotoo. Ambayo wewe mjanja wa Arusha ukitulia weekend moja ukaamua kubeti, ukaamua Man City, ukampa Arsenal, uyokoti na yokota. Sisi Chadema ndio tulisimama kidete. Tukawasemea polisi kwa sababu polisi kwa mujibu wa sheria hana kikao chochote cha kulalamikia hilo jambo. Akisema anafunguliwa mashtaka ya kijeshi. Watu wenye leseni nchi hii ya kusemea masikini, wafanyakazi, watumishi wa umma, wenye leseni na kibali cha katiba na sheria ni Chadema peke yetu. Kwa sisi Chadema tulikoroma, polisi kidogo wakaongezewa. Sasa hivi kidogo kutoka 21 inaenda mpaka 25. Na polisi tunawaahidi hatujachoka. Chama kimefunguliwa, tutakoroma kipande pande, ukistaafu pate miaka 30. Na sababu ya kuwatetea si tunayo, si ndio? Kwamba wanakesha usiku, wanaliwa na mbu, wanapambana na majambazi, wanatulinda sisi, wanalinda mali zetu, wapeni hela, CCM mnawaonea. Sasa wewe polisi ukija hapa, unanuna, unaona kama shetani, sisi Chadema ndio mashetani. Kumbe sisi ni watu tunasimama kwa niaba yako wewe. Kwa sababu huna kikao chochote cha kulalamika. Ukilalamika utapotea, utaenda jela, tutakuona tena kwa mashtaka ya kijeshi. Takwimu. Na Arusha wapo watu wanapotea na kuuawa vile vile. Kweli si kweli? Lakini sisi hatuna ubaya, tunashtakiwa tu. Lakini tuliwaambia CCM na serikali yao, ukitaka nchi hii mauaji yaishe kesho, uwezekano huo upo. Kesho asiwawe hata mtu. Na wauliza swali moja. Gari zinazosemekana kuteka watu, mnazijua mzijui? Na nyingi zina namba za serikali, si ndio? Sasa mimi kama nina dhamira watu wasitekwe, wanalalamika Land Cruiser hadi top nyeupe zina tinted. Hatujui kwenye tinted humo yupo mtu mzuri, mtu mbaya. Si mimi kiongozi wa serikali naagiza kuanzia kesho gari zote za serikali marufuku kuweka tinted. Ili kila anayepita mtaani ndani tumuone. Umekomesha hujakomesha? Jambo la pili, magari ya polisi ambayo hayana namba za polisi wala namba za uraia. Namba ina namba ya South Africa, namba ya Botswana. Alafu gari hiyo mijamaa imeshika na bunduki. Sasa wewe unajuaje hao polisi sio polisi? Na ukiweka ile namba ile, yani wewe mimi na wewe tufikiriane, tujifanye wote wajinga. Ile namba ya South Africa inasaidia nini kwa umeshaurifu? Kwamba ndo wakipita hatuwajui. Sasa kama nakomesha watu kuchukuliwa kiholela majumbani mwao na baadaye polisi kusema waliomchukua sio polisi, tuagize kuanzia kesho marufuku gari ya polisi kuwa na namba za kiraia au namba za nje, ziwe na PT, na hizo PT ziwe zimesajiliwa na RPC, zote gari zake anazijua. Hapo vipi? Jambo la tatu, ukamataji holela. Ukamataji, mtu anakuja kukamata amevaa uniform. Na sheria nchi hii, mwenendo wa makosa ya jinai, sheria ya makosa ya jinai inaeleza utaratibu wa polisi kukukamata ikiwa usiku, kukutumia summons, kuja na uniform, kujitambulisha, kukupa nafasi ya wewe kupiga simu kwa ndugu zako. Sasa unapokuwa na jeshi la polisi, eti polisi akididaka tu cha kwanza anakimbilia simu ili nisipige. Pili, hajaja na uniform. Tatu, hamna jina lake. Gari lilokuja nayo sio rasmi la polisi. Kwa nini kama tunachukia watu kupotea na mauaji holela, usipige marufuku kesho, kuanzia kesho marufuku kwa polisi yote kumkamata mtu akiwa na uniform? Tuone nani atapotea. Kilichopo sasa hivi watu wanashindwa kutofautisha aliyenikamata ni polisi, ni jambazi, ni mtekaji, kwa sababu yoyote mwenye nguo yoyote, mwenye gari yoyote, anamkamata yoyote, mahala popote, muda wowote. Uko mauaji ataisha vipi?
utekaji utaisha vipi? Lakini la nne kuliko lote, kwa nini mtu anakuja na kuchukua bila uniform? Mnaelewa maana yake? Kwa nini mtu anakuja na gari ambayo sio ya polisi rasmi kukuchukua nyumbani kwako? Mnaelewa maana yake? Na mifano hii naitoa kwa nchi ya Nigeria 2017 mpaka 2020. Nigeria walikuwa na kikosi maalum kinaitwa Anti-Robbery Squad, SARS. Sawa, Special Anti-Robbery SARS. Kikosi kile wananchi wa Nigeria 2017 na 20 waliandamana mfululizo wa miaka miwili mpaka serikali ya Nigeria ikavunja kikosi kile. Kilikuwa na tabia hiyo hiyo, kuchukua watu kinyemera, kukuta watu miili imetupwa. Wa Nigeria walivyochachamaa, kikosi cha SARS kikavunjwa. Hapa Kenya walikuwa na kikosi SSU, kilikuwa chini ya DCI, kilikuwa kinalalamikiwa hivyo hivyo, na utekaji na watu kupotea ulikuwa mkubwa. Rais Ruto mwaka 2022 alivunja kile kikosi cha SSU kilichokuwa chini ya DCI, na chenyewe kilikuwa nalalamikiwa hivyo hivyo, kuchukua watu kiholela, kuteka watu kinyemera, na watu kukutwa wamekufa baada ya kuchukuliwa. Sasa nawauliza tena kwenye jambo hili, kama kweli CCM na serikali yetu na vyombo vya dola vinasema mambo ya mauaji na utekaji hatuyahitaji, kwa nini wasitengeneze utaratibu kwamba vikosi vyote maalum ukamataji watu waende na uniform, na wanapoenda pita kwa mjumbe, pita kwa mwenyekiti wa mtaa, ndugu zake washuhudia, na ikiwezekana tumsindikize? Kuna ubaya gani mtu aenda kituoni mnaenyie peoples? Lakini kwa research ya Kenya na Nigeria, mimi nakuchukua bila uniform, sikupeleki kituoni, na kupeleka chimbo na kudunda kweli kweli useme jambo fulani, sio weledi wa upelelezi. Mimi nimekuwa mdogo, tulikuwa tunaenda High Court Mheshimiwa Rema, tunafurahi kusikiliza makachero wa polisi wanavyojieleza mbele ya mahakama walivyomkamata mtuhumiwa mpaka mtuhumiwa anahukumiwa. Kwanza unaona kabisa huyu jamaa mpelelezi, nama walivyosafiri, walivyommendea, walivyofuatilia. Sasa wewe ambao unataka kumalizana na mtu kinyemera, weledi wako na sisi kusema huyu jamaa kweli ni kachero kiko wapi? Lakini pili, duniani wameweka mfumo wa kimahakama ili mtu akihukumiwa isiwe mimi niliyemkamata. Hakimu atusikilize, mimi ninayekushtaki na wewe unayeshtakiwa, mmoja hapo aseme huyu anastahili kunyongwa au kufungwa maisha. Ikiwa mimi unanituhumu ujambazi, unanipeleka porini, unanipiga risasi, wewe umedhibitisha vipi kama ni mimi? Na tuna uhakika gani kwamba mtu huyo umuonei? Na tuna uhakika gani kosa alilofanya anastahili risasi? Hiyo ni kwa mujibu wa research ya Kenya na Nigeria napozungumzia. Lakini kubwa kuliko lote, tukikupeleka kule, wengine wagonjwa, unaweza ukamdunda Rema huyo siku nzima akadunda, na mwingine ukamwona na afya kama mimi, ngumi mbili tu nimekufia. Unachofanya kwa kuwa umenichukua kinyemera, watu walijua nilichukua nani, unachofanya mwili wangu utaki ushahidi. Yaani wewe uliyenikamata, mwili ule unauchukua unautupa sehemu. Ndio hiki tunachokiona, tunaokotana. Yule anaokota pale, huyu anaokota hapa, kesho anaokotwa yule. Kwa sababu gani? Humo ndani hatujui polisi mwema, polisi mbaya, ni jambazi, ni polisi. Wenzetu wa Nigeria kwa jambo hilo wakasema hapana, ukimchukua mtu kilazima ukaenda kumtesa, akikufia hakuna polisi atasema tulikuwa tunampiga vibao akatufia. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria za nchi hii Tanzania, mtuhumiwa na mahabusu hatakiwi kuteswa. Na zipo kesi kwenye nchi yetu, mahakama kuu na mahakama rufani, wapo watu ushahidi wao ulikataliwa baada ya kusema nimeandika maelezo haya baada ya kuteswa. Sasa kwa nini tunakubaliana hilo jambo? Kwa hiyo hakuna sababu yoyote mbele ya sheria, mbele ya katiba na jamii hii tunayokubaliana, mtuhumiwa akichukuliwa apelekwe Chobingu akale kichapo. Ukimpeleka Chobingu akila kichapo akikufia utasema, na ukisha mtupa na wewe unakuja kushangaa katoka wapi huyu? Huyu ni nani?
alafu sisi tunakwambia tusaidie kupeleleza huyu imekuaje kwaje. Lakini kwa hiki nilichokisema, tuna uwezo siku moja tungekuwa na serikali inayojali watu na utu. Kesho tu matangazo ya kuzuia ukamataji holela yakitokea, hakuna mtu atachukuliwa kizembe, kwa sababu sisi wananchi tunajuana. Yupo mtu akiwa na bunduki anaenda tu, hajui ni polisi ni jambazi. Kweli si kweli? Alafu tume ya Jaji Chande nasema wanaopotea ni mambo ya kimapenzi. Yaani Chande amekubali kuna watu 100, 400, 500, 600, 700 wamepotea ndani ya muda mfupi, miaka 2-3. Alafu kwenye sababu anasema wanapotea kwa sababu ya mapenzi. Niwaulize, Mdude alikuwa anampenda nani akapotea? Kwanza nyi watu wa Arusha wajanja, ili tumuulize Chande, kweli mapenzi ni swala au sio swala? Mimi mara ya mwisho kuona watu wanagombania demu mwaka 90. Arusha wapi umekuta kuna ugomvi watu wagombania demu? Kuna mtu sasa hivi anamuua mtu kwa sababu ya demu? Yaani wewe sasa hivi rejesha kumbukumbu zako. Sema siku fulani nilipita sehemu fulani nikakuta wanaume wamekabana na mgombania Ashura. Wapi? Watu wamepigika maisha magumu, hamna mtu anakumbuka hata mapenzi. Hata wakumpenda umuoni. Na wadada zetu warembo kwa sababu ya ugumu wa maisha, wote tumefanana nao sura. Yaani kujua huyu dada mpaka apite ugeuke. Akija mbele yuko serious. Ana marejesho, ana kodi, ana ada ya mtoto, ana uniform, sokoni kodi anadaiwa. Utampenda mtu namna hiyo? Peoples.